Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 9 Februari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Apolonia, bikira na mfiadini. Nyakati za Kaisari Filipo, Wakristo waliteswa na kufukuzwa vibaya huko Alexandria, Misri. Wengi wao walikimbia kwa hofu ya kuuawa, lakini Apolonia hakukimbia, akitamani kufa kwa ajili ya Yesu Kristo. Mtakatifu Dionisi aliyekuwa askofu wa Alexandria alisema kwamba wapagani walimkamata Apolonia wakamfunga, lakini Apolonia kwa ujasiri aliungama kwa uhodari imani yake. Alivumilia kwa saburi mateso yote wapagani waliomfanyia. Waliyang'oa meno yake, wakalivunja taya lake, kisha wakampeleka karibu na tanuru ya moto mkali, wakamtishia kumchoma angali mzima. Lakini hata hivyo hakukana imani yake. Apolonia alisimama kitambo akiwaza rohoni mwake. Hatimaye kwa maongozi ya Roho Mtakatifu alijitupa mwenyewe ndani ya moto. Wapagani wale walipata aibu kubwa kwa kushindwa na huyu mwanamke hodari. Wakristo husali kwa maombezi ya Mtakatifu Apolonia katika maumivu ya meno, kwa sababu Apolonia aling'olewa meno yake kwa ajili ya imani yake kwa Kristo. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Apolonia, bikira na mfiadini. Heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Watakatifu wengine tarehe 9 Februari: Mtakatifu Apolonia, Mtakatifu Alto, watakatifu Primus na Donatus, wafiadini wa Misri, na pia watakatifu Emilianus, Lassus, Didimus, Poemus, Ammonius na Prima, wafiadini wa Tunisia. Mtakatifu Apolonia, bikira na mfiadini, utuombee.